Hai, karibuni tena katika kipindi chetu cha Jenara Chat. Na leo mimi na Rebecca tunakuja kujiuliza na kukuuliza wewe unaituangalia. Je, unaamini kuna laana zinazoweza kufuatilia kizazi? Na kweli tunaomba hivi, utakaposikia tu hii kichwa cha habari, kama unaamini, weka hapo chini. Kama unafikiri huamini, pia weka hapo chini, kwa sababu wote tunajifunza. Tunataka kujua kwamba je, ni kweli zipo laana ambazo zinafuatilia kizazi? Tena especially kwa wewe ambaye unasema sisi tumeokoka au mimi ni Mkristo. Je, inakuwaje? Rebecca, wewe je? Mi naamini kwamba vipo vitu ambavyo kama mlango haujafungwa unaweza ikaathiri vizazi vinavyofuata. Kwa hiyo kwa maana hiyo, ina maana mimi, wazazi wangu, babu zangu, kama kuna vitu waliviruhusu vikaingia na mlango bado uko wazi, shetani bado anaingilia mlango ule ule kuja kuharibu, kuchinja na kuua, ndo kazi yake. Na mimi nikifanya hivyo, watoto wangu vile vile wanaweza wakaathirika na milango kuachwa wazi. Na hapa hatuzungumzii kwenda mbinguni. Mbinguni tunaenda wapendwa, lakini hapa duniani tunaweza tukateseka. Ndio ile nakuta watoto mjini wanakuambia utafika umechoka. Mbinguni unaenda. Haya, kwa mfano sasa tukiangalia kwenye Biblia, tunamkumbuka mzee wetu wa imani Ibrahim. Alivyoenda kule Misri akadanganya, jamani, huyu mke wangu, huyu mdada wangu. Kaja Isaka na yeye kaenda kule kwa Abimeleki, anamuuliza huyu dada wangu, hilo. Haya, Isaka kazaa watoto Yakobo na Esau. Yakobo kamzidi akili kakake, kamdanganya. Yeye Yakobo akajifanya yeye ndio Esau. Haya, tunakuja watoto wa Yusufu. Yeye Yakobo kafikiri yeye ndio mjanja, na yeye watoto wake wakamjanjia, wakamdanganya, kakao kafa, kumbe kakao yuko Misri, wamemuuza. Kwa hiyo umeona, yani vitu kama vinaenda vile vile. Unajua, kwa kusema ukweli, kwa hivyo unavyosema Rebecca is true. Na mimi nafikiri kwenye hapa most people, especially waliookoka wengi, huwa wanafikiria tu kwamba ile ukishasema hivi, baba anakuja na tubu, nimeokoka, nimefanya nini, huwa tunaamini au tuliaminishwa au tulifundishwa mara nyingine kwamba kila kitu kinaishia pale. Lakini mimi nilikuja kujifunza kwamba hivi vitu vinavyofuatilia ni maagano. Unajua maagano ndio tuseme Kiingereza wanasema ni kama contract, contract. Contract ina maana ukitaka kuivunja pawe na fidia. Uongo kweli? Kuna contract zingine ambazo ndio maana unatakiwa hata ukiwa unafanya contract na mtu, labda uiweke wazi kuanzia mwanzo kwamba hii contract bwana inaweza kavunjika at any time. Hapo panakuwa pana shida kwamba kama wewe umeona hivi unaweza kuvunja, mimi nimeona hivi naweza kuvunja. Lakini kwa kusema ukweli, hatuwezi kujua vitu gani wazazi wetu, mababu zetu, mababu wa mababu waliwekeana contract huko na walivyokuwa wanaviamini. Na kizuri ama kibaya, unajua vitu vingi ambavyo vinaendelea huku duniani wengi tunakuwa hatujui, tunavichukulia poa kama kitu cha kawaida. Unaona kama ambavyo kila mtu kimuuliza anaweza akakwambia sisi kwetu tunafanyaga hivi. Sisi kwetu tunakulaga ugali mchana, hatuli ugali usiku. Ni mazoea au ni system ambayo imewekwa kwenye certain family. Sisi kwetu hatupikagi Sunday, tunakulaga nje au tunaoda chakula, si ndio? Ni vitu ambavyo vinaonekana vya kawaida kabisa. Kwa hiyo vinapokuja kwenye ulimwengu wa roho, viko vitu vya kawaida ambavyo ndo sisi kwetu kila mwaka tunachinja mbuzi, tunamwaga damu, tunaita majina waliokufa. Sisi kwetu ikiwa sijui labda mambo ya birthday yako au nini, unamwaga pombe au unamwaga soda au unamwaga chakula kwenye kaburi. Kwa kuna vitu ambavyo watu wanaweza kabla tukao tunaendelea kuvifanya ambavyo vinaathiri. Lakini kibaya zaidi ni kwamba kuna zile ambazo uri yangu ni kwamba zipo ambazo mtu haufanyi kitu. Maybe haumwagi mbege, maybe haumwagi chochote, haumwagi damu, lakini panakuwa na kitu ambacho kinafuatilia uko. Imekaaje hiyo? Unaweza ukakuta kama kuna koo nyingine, unaweza ukakuta wanaume, especially wanaume, mimi ndio naonaga, sio wanawake sana. Wanaume hawaishi muda mrefu. 55 maximum they are gone. Wanaume walevi, umeshaonaga mikoo kama hiyo, wanaume walevi. Haya,
wanawake wana kitu fulani labda kwenye ndoa, yani mtu ukikaa kwenye ndoa ni umeing'ang'ania, lakini usiku unalala hivi jicho moja Kama nitapigwa au sipigwi. sio hata yani una raha yapo ndo uling'ang'ania, ambao hawajang'ang'ania walishakimbia nini, kwa sababu kuna vitu vilifanyika. Na mimi unajua vinaweza kuwa kweli ni vitu simple. Kuna mwingine anaweza kuwa ni desperate, alikuwa anataka mtoto. Nakumbuka kama Remi Ongala alikuwa anasema jinsi alivyopatikana, wazazi wake waliendaga kwa mganga wa kienyeji kwa wapate watoto, kapatikana mtoto wa dawa. Sasa huyo mtoto wa dawa kishafanyiwa dawa. Mimi namjua mtu ambaye baba alikuwa haoi, kwa wazazi wake wakaenda kwa mganga kumfanyia dawa aoe. Sasa timbwi linakuja watoto waliozaliwa na huyu baba, ndoa segele humo ndani kila mmoja lakini kwa sababu ndoa ya baba yao ilipatikana kwa uganga wa kienyeji. Alafu kuna kingine pia Rebeka, bado tunajaribu kuanza kuangalia vitu ambavyo kweli vinaweza vikasababisha au vikawa vinaletelezea vitu vikawa vinafuatilia. Kwa huku nafikiri hata nyumbani ukienda hospitali, swali la kwanza kama umeenda kwa ajili ya kitu fulani, kuna ile wanakupaga ujaze. Je, kwenu kuna high blood pressure? Je, kwenu kuna kansa? Je, kwenu kuna mtu yote alishakufa, babako mamako ana tatizo hili akiwa young au nini? Umeona Kwa hiyo hata tu kwa duniani tunaona hao ambao ni madaktari waliopewa hekima na Mungu, they do that ili waweze kuona kwamba inawezekana kwa vile yeye amezaliwa na fulani na yeye anaweza kuwa na amerithi. Kwa hiyo kumbe vipo vitu vingine ambavyo tunavirithi bila hata kujua kabisa. Na mimi nakumbuka kuna kipindi sijui tulikuwa tunajifunza, nafikiri wewe ulikuwa unafundisha kwenye kile kipindi chetu cha VBV cha Saturdays nafikiri ukasema kitu kimoja kwamba unajua kuna mtu ambaye alisema kitu, I don't know kama tulikuwa tunaongelea kuhusu ni Sauli, lakini kuna kitu ambacho mtu mmoja alikisema na kikaanza kufuatilia wengine. Wale walisema tutolewe macho ya kulia kutumikia. Umeona Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba labda kuna wazee wengine ambao walikuwa labda wanatafuta watoto wakawa wapati, wakaenda kusema kwa mganga labda au kwa mizimu. Zamani hizo tunasema mizimu, kwamba nipe mtoto tutatoa sadaka hii, alafu labda anapewa masharti, usipotoa kizazi chako chote na wenyewe wataendelea kukosa watoto. Unaona vipo vizazi ambavyo hawana watoto, wana struggle. Unaona Kwa hiyo kwa kusema ukweli, kwa kusema hivyo tunataka kusema kwa sisi tunaamini kwamba we need to pray, na tunatakiwa ukishajua hivyo uanze kukataa kwa sababu kila mmoja, hata wewe unayetusikiliza, hebu kafikiria, iangalie familia yako, ziko patterns tu either ulevi, kama sio ulevi labda watu ndio ndoa zinaisha, kama sio ndoa kuisha watu wanakufa mapema, kama sio hivyo kwenu labda watu hawaolewi, na wakiolewa ndio mbinde, ndoano, sijui ndoana wanaitaga ndoano hivyo hivyo. Kwa hiyo hebu tuangalie ni kitu gani ambacho unaweza kufikiria kwamba hapa panaweza hapa sio. Na ndio maana mtu mwingine anaweza kaona tukasema uko ule hivi, uko ule vile. Hata watu unakumbuka zamani especially sisi kwa watu wa huku yani Wapare na watu wa Tanga, nadhani hata na Wachaga wanayo hiyo sana, wanakuambia usioe uko fulani kwa sababu wale wana ugonjwa huu, au wale ukiwaoa utafanikiwa, wale ukiwaoa patakuwa hivi. Umeona? Na ukiangalia kweli mtu akienda kuoa huko ana struggle na anakuja kukumbuka yale. Kwa nini? Yale mambo yalitakiwa yavunjwe. Alafu unajua maneno vile vile nayo yanazidi kuongezea. Umeona? Hapo nilitaka kusema wakati tunaongea nikataka kusema kikubwa ambacho nimegundua kwamba kinaweza kikafufua. Kama shetani alikuwa anataka kusahau, alafu wewe ndio umezaa mtoto, unaanza kumuita, we mtoto mjinga sana, huyu mtoto ataniua. Unajua Nigeria na maneno yao wanapendaga kusema you not kill me.
Kwa hiyo unaweza ukakuta una confess death bila kujua, wewe kwa kufikiria umekasirika tu naongea. Umeona eh? Kwa hiyo hebu tujiangalie na sisi tunaongea nini. Kabisa kabisa. Na hiyo ya kusema kwamba kuna watu wa Kristo wengine huwa hawaamini hizi generational curse, eh? Lakini jamani, generational curse vile vile tunazo generational blessings. Lakini vile vile hebu tuangalie mfano wa Lazaro. Lazaro alifufuliwa na Yesu. Kafufuliwa lakini katoka amefungwa. Yeah. Yesu aliwaambia nini? Mfungueni. Yesu alivyofufuka alifungwa na mtu? Yesu alifufuka wakakuta vitambaa mwenyewe ndo amevifunga. Kwa hiyo ina maana gani? Sisi wanadamu tunaweza kweli tukaokolewa tumepata uzima. Yule si alikuwa mzima, sasa hivi ametoka mautini, lakini amefungwa na vifungu gani? Unaona? Bado mauti ilikuwa bado inamfuatilizia. Kateni hizo kamba. Na kweli si unaona hata alivyotoka tena bado wale wanaanza kumfuatilia, wanataka tena kumuua. Wayahudi wanaomuua mara ya pili. Kwa hiyo kuna vitu kweli tunatakiwa tufike mahali tuseme, unajua, it stops here. Yani kama mimi ndio wa mwisho ku experience this, au mimi sitaki ku experience alicho experience babangu, naweka kibao hapa nyuma. Na sasa hapo ndio nataka kuuliza swali jingine ambalo labda tunaweza tukamalizia kwenye hapo kwamba sasa kama hivi wewe Rebecca, obviously una ndugu zako, yeah? Now, do you think is possible kwa wewe kuweza kusema labda nawaombea ndugu zangu whether wanampenda Mungu au hawampendi Mungu, laana hii kaondoka? Acha kizazi chako kama ni watoto wako. Mimi naongelea sasa kwenye labda ndugu ambako umejua kwamba ni upande wetu, labda kwa mama yetu kuna hiki kitu, kwa baba yetu kuna hiki kitu. Hapo mimi naona hilo kitu kimoja hapo pana nani nyingine ambayo leo ndo nilikuwa najifunza. Yaani nafundishwa tu moyoni kwamba kuna kitu kinaitwa gatekeeper. Yaani gatekeeper ni mtu Mungu amempa mamlaka ya kusimama kulinda geti fulani. Kwa hiyo labda mimi ni geti la ukoo wangu. Kama nimepewa hiyo mamlaka, kwa sababu inategemea kiroho uko vipi, umenielewa? Ndio maana neno Mungu linatuambia zile powers nini zinaitwa, kuna powers kuna manini yale Bwana Yesu ameketishwa juu ya falme na mamlaka. Kuna falme na mamlaka. Unajua ukiambiwa falme ni ufalme likubwa, afu kuna mamlaka, mtu anapewa kimamlaka, ni kama vile regional manager, afu unakuwa na manager wa nchi. Sasa wengine jamani, hata mtaa turuhusiwi kuongoza. Wewe unataka kwenda kuliongoza nchi, utapigwa huko, utagaragazwa. Kwa hiyo mimi nadhani hata sisi kwenye familia, hata kwenye kiwango cha familia, kweli kuna watu wanamtafuta Mungu to the point Mungu anawaweka kuwa gatekeeper wa hiyo familia, but not everyone. Yaani usiende ukapigana vita ambavyo sio vya kwako. That's true. Alafu kitu kingine pia ambacho mimi huwa nakiwaza, nasemaga hivi, unajua unaweza kwenda kumpigania mtu, yani kama hivi wewe wewe tuseme mimi nakujua wewe na Shango ni mkubwa, ni mtu mzima na yeye. Lakini kitu ambacho amekikosea Shangwe au amekingangania, kuna kitu ambacho kama Shangwe anakitaka, wewe unaweza ukawa huna right ya kwenda kumwambia Shangwe stop, kwa sababu ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo panaweza pana vitu vingi kwamba kwa nini sasa hizi generational curses zinakuwa bado zinaweza zikafuatilia mtu fulani, hata kama kuna mtu mwingine ambaye yeye labda ameomba ametoka. Lakini for example, kama kuna vitu ambavyo vinafuatilia tunaposema kwamba labda tunafanya mazindiko au ndio kama hivyo, kwa mfano labda kumwaga damu kwenye kitu, wewe ukaamua nimeokoka, nimeshajua hii staki na naomba Mungu, lakini mwingine akawa anang'ania bado mimi I want to do that. Sasa ni kutokana na kwamba kama ulivyosema hiyo point, kama Mungu amekuweka umuombee, ita take time kwa yule kuja kurealize. Kwa hiyo ni Mungu mwenyewe atamleta kwenye realization, si ndio? Ili na yeye astop. Sasa mara nyingine sielewi, na hapo ndo bado nasemaga na mambo ya Mungu kwamba inakuwaje kwamba kweli naweza nikakurupuka tu nikasema okay, wote lazima wanani. Unaona hapo kidogo ndo nivunje laana ya ukoo mzima. Nivunje laana ya ukoo mzima. Nadhani kuvunja laana ya ukoo mzima inahitaji basi watu wote tukutane, tufanye. Mimi nakumbuka mchungaji wangu anasema walikuwa wanapata vifo kila mwaka. Yaani anakufa huyu. Wakaamua wakaenda wote kijijini, wakarudi kwenye boma yao. Si unajua Nigeria wanajenga maboma.
Anasema wakarudi kwenye boma, masaa 48 wanaomba, wanazunguka huo mji. Amekuja kufa mtu baada ya miaka karibu 20, ndio amekuja kufa mtu mwingine, lakini kuna wakati ilikuwa kila mwaka lazima wafe. Kwa hiyo ina maana lazima pawe ile, ndio tunaambiwa kwamba wawili au watatu wakikutana kwa jina langu mimi nipo. Lakini uwezo kuifanya mwenyewe na watu bado hawataki, wamevishikilia vitu vyao. Unajua wakati unaongea nimejifunza nini quickly, nimemkumbuka Lutu pamoja anakuwa ni mbona mke wake kageuka na ni mtu wa nyumbani kwake. Angemfanya nini sasa? Mtu keshaamua kugeuka, wewe unafanya nini? Alikuwa anasaidia tena, hauwezi kumsaidia tena. Na Lutu, na ukumbuke hata Lutu mwenyewe alikuja akakokotwa na malaika kwamba toka, na kwa ajili ya maombi ya Ibrahimu. Ndio Ibrahimu kweli aliwekwa kuwa nani wa Lutu, lakini sasa Lutu tena hana mamlaka ya mkewe kwenye mambo hayo ya spiritual. Alitii yeye mwenyewe kila mtu Basi Mungu atusaidie kwa kusema ukweli, kwa sababu ni kweli mimi nilikuwa najiuliza sana kwamba kwa mfano labda unaombea ukoo wako, unaombea ndugu zako, lakini unaona vitu vingine bado ndo kwanza kama vinazidi kwa hiyo maybe it might be bado time yao, au inaweza ikawa kuna makubaliano yao peke yao, ambayo kikubwa mimi nafikiri ambacho siku zote wanaamini kwamba mtu akifunguliwa macho akasimama mwenyewe inakuwa ni very easy. Kama huo mfano uliotoa mchungaji wako, hata mchungaji wangu ulikuwa ni the same. Na yeye walienda wakazunguka, wakawa naomba, baadaye anasema tu kuna mtu kama sijui ni ndugu yake gani akasema mtu fukueni hapo. Wakafukua sehemu, wakakuta kulikuwa na something, wakaichoma moto. Basi tokea hapo vifo vikastop. Umeona? Kwa hiyo basi hata kama na wewe unayetusikiliza unaweza ukawa unajua tofauti au na mawazo tofauti na tunavyowaza sisi au tunavyoongea sisi, tuandikie hapo comment na uone kwamba tunaweza kufanya nini, au mtu anatakiwa afanye nini, au unaamini ama huamini ili tuweze kujifunza pamoja. Amen. Cha muhimu nadhani ni ule mstari unaosema mateso hayatarudi mara ya pili. Yaani ni kukomesha hayo mateso jamani, yasiendelee kwenye hizi familia zetu, kwenye maisha yetu, kwa watoto wetu. Why? Kwa alichotesekea babu yangu, mama yangu, mimi, mtoto wangu. No, stop here. Nyuma huko kwangu, simama. Amen. Basi Mungu awabariki. Tunaomba kama bado hujasubscribe, subscribe, share, like and comment. Tukutane tena wakati mwingine. Amen.